Hello, mambo vipi mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa channel yako pendwa ya simulizi zetu. Nikukaribisha tena katika simulizi hii ya Asili ya Kaburi Lisilo na Jina. Tukiwa katika episode ya 13. Msimulizi wako ni mimi Anais. Karibu. Tukianza katika kijiji cha Mpepo, ilikuwa ni saa 12 kasoro dakika 5 jioni. Mama Kibonge alionekana akiingia kijijini kutumia barabara tofauti na ile aliyotumia kuondoka. Barabara alorudi nayo inapita katika kisima cha kijiji. Ukimtazama Mama Kibonge, sura yake alikuwa kama aliyopo usingizini. Macho yake yalikuwa mazito sana wakati anatembea kuingia kijijini. Ufahamu wa akili wa Mama Kibonge ulikuwa umefungwa katika nguvu za giza. Hakuwa anaelewa kama amerudi kijiji cha Mpepo mpaka pale aliposikia sauti ya Mzee Oscar. "Wewe Mama Kibonge!" Sauti ya Mzee Oscar ikamshtua Mama Kibonge. Akageuka uelekeo wa sauti alipoisikia. Macho yake yalistaajabu baada ya kumuona Mzee Oscar, tena yupo na wajumbe wawili wa kijiji cha Mpepo. Mama Kibonge akalitupa furushi lake chini, akaanza kutazama huku na huku kwa wasiwasi mkubwa. Nipo wapi hapa?" Mama Kibonge aliuliza kwa mshangao. Wajumbe wengine walibaki kutazamana, lakini Mzee Oscar akasema, "Hapa upo kijiji cha Mpepo. Kijiji ambacho hauwezi kutoka, ila kuingia ni vyepesi. Karibu tena Mpepo Mama Kibonge." "Nipo Mpepo?" "Ndiyo, mimi ni Mzee Oscar na hawa ni wajumbe wako, ninawasindikiza makwao. Unahisi hapa ni wapi?" Nilikuwa natoroka. Kwa nini nimerudi hapa?" Mzee Oscar kawageukia wajumbe wenzie akasema, hakuwa anaelewa kama kutoroka katika kijiji hiki ni jambo gumu. Ameenda lakini amerudi hapa hapa. Mjumbe kijana akamshika bega Mzee Oscar. "Bado dakika moja kufika saa 12, ni heri mkanyamaza." Mzee Oscar akajibu, "Sawa." Muda wa kuongea ulikuwa unaelekea ukingoni. Maana ikumbukwe kila ifikapo saa 12 jioni hauruhusiwi kuongea na mtu yoyote, na endapo ukifanya hivyo utakufa. Zikiwa zimebakia sekunde 30 kukamilisha dakika moja iliyobaki, kwa kuwa Mama Kibonge amechanganyikiwa baada ya kurudi kijijini, akaanza kuongelesha tena wajumbe wake. "Nilikuwa nimefika nje kabisa ya kijiji chetu. Inawezekana vipi nirudi hapa?" Wajumbe wakatazamana, maana Mama Kibonge anapoendelea kuongea hivi atawaponza wote endapo zimebaki sekunde chache sana kufika tamati ya muda wa kuongea. Sekunde zilitamatika, lakini Mama Kibonge hakutaka kukaa kimya, ingawaje alionyesha ishara ya kukaa kimya kwa kuziba mdomo. Inavyoonekana Mama Kibonge amelukwa na akili. Saa 12 kamili jioni, Mama Kibonge akaanza kupaza sauti, "Nyie wachawi mpo wapi?" Mjumbe mmoja akamwonea huruma, akajikuta akivunja sharti pamoja na Mama Kibonge. "Wewe Mama Kibonge, kaa kimya." Mama Kibonge akamgeukia, "Unasemaje? Nikae kimya?" Ilikuwa ni kosa kwa Mama Kibonge kujibu. Wawili hao wakaanza kutoka damu papo hapo. Damu zilitoka kila sehemu yenye wazi, puani, mdomoni, machoni na kadhalika. Mama Kibonge na mjumbe wakaondoka chini na kupoteza maisha. Mzee Oscar na mjumbe kijana hawakusubiri, wakaanza kukimbia. Wakaacha wenzao wakiwa wanakata roho. Ama kweli ng'ombe hazeeki maini. Mzee Oscar alikimbia mbio kwa mwendo wa haraka, akamwacha mjumbe kijana akiwa nyuma yake. Mzee Oscar alikuwa mwepesi sana kuliko yule mjumbe kijana, alikuwa anakimbia taratibu. Tukirudi katika kijiji cha Utambi, Mama Lulu na Mama Irene walikuwa na mawazo sana, maana wamepata taarifa kwamba mkutano wa siku ya kesho unamhusu rafiki yao. Siku ya leo Mama Irene na Mama Lulu hawakutaka kuondoka nyumbani kwa Mfalme Malango. Walikaa jikoni wakiwa wameshika tama. Mama Lulu aliondokwa na chozi, hakuwa anaamini kama siku ya kesho rafiki yake kipenzi anaenda kuuawa. Mbaya zaidi, Mama Kevin amebakwa na kudhalilishwa na vijana wadogo. Mama Irene akasema, "Najua yote haya yatakuwa yamesababishwa na Malkia,
Hizi ni ila zake tu kutaka rafiki yetu auawe. Mama Lulu akavuta kamasi kabla ya kumjibu rafiki yake. Malkia ametonea sana. Nilienda kumwomba amsamehe Mama Kelvin lakini alikataa. Mama Lulu, kinachoniuma nilienda kwa siri kumwona Mama Kelvin. Nikamkuta akiwa amelala uchi, tena anaonekana amebakwa vibaya, akaongeza sauti ya kilio. Mama Lulu na Mama Kelvin wakaendelea kulia kwa kwikwi. Kila walipomwaza Mama Kelvin, ndipo vilio vilizidi kuongezeka. Upande wa pili wa mtukufu Malkia alikuwa ndani kwake anawapongeza walinzi kwa kila alichokifanya kwa Mama Kelvin. Safi sana, hayo ndio maamuzi yanayotakiwa. Akasimama. Haiwezekani mtu amuue mlinzi wetu kipenzi alafu tumfumbie macho. Kesho mapema sana tena kunyongwa mbele ya halaiki ya watu. Malkia akazunguka nyuma ya walinzi. Kwa kazi nzuri mliofanya, mngependa niwape zawadi gani? Walinzi wakatazamana kwa uoga, maana sio jambo rahisi kupatiwa zawadi na Malkia Penina. Wakamjibu kwa pamoja, yoyote Malkia. Basi sawa, nitawapatieni ruhusa ya kupumzika usiku mzima. Leo hamtalinda, ila mtaenda kulala nyumbani kwenu. Lakini siku ya kesho mapema sana, kabla ya tukio mmefika hapa. Sawa? Sawa Malkia, tunashukuru sana. Mwaweza kuondoka. Walinzi wakatoka nje akiwa na furaha sana. Maana leo ilikuwa zamu yao kulinda usiku, lakini wamepatiwa ruhusa ya kwenda kupumzika nyumbani kwao. Tukirejea katika kijiji cha Mpepo, Mzee Oscar alifunga breki nyumbani kwake. Akatazama nyuma kwa hofu kubwa. Hakutaka kukaa nje, akauparamia mlango na kuingia ndani. Mapigo ya moyo yalikuwa yanamwenda mbio. Hakuamini kama amenusuru nafsi yake. Upande wa pili kwa mjumbe kijana, na yeye alifika nyumbani kwake, kaingia ndani kwa kasi kubwa mpaka mke wake akashtuka. Mke wake alitamani amuulize mumewe amepata na nini, lakini alipokumbuka saa 12 hawaruhusiwi kuongea, ikambidi atulie tuli. Mwili wa mama yako niliamua kuuchukua kwa sababu wewe haukuwa unaruhusiwa kuuzima. Ule muda unapita kwako ndo nilikuwa nimetoka kuuchukua. Kwa hiyo usijali, mama yako nimemzika pale. Nyoka Natasha alikuwa na Jeta nje ya mapango ya kondo. Jeta alishuhudia kaburi la mama yake. Akasogea taratibu mpaka mama yake alipozikwa. Hakuacha kushusha machozi maana mama yake hayupo tena duniani. Akapiga magoti juu ya kaburi ya mama yake. Mama, nitalipa kisasi kwa wale wote waliofanya hivi, siwezi kuwasamehe. Akajifuta machozi. Nyoka Natasha akateleza mpaka alipojeta akasema, huu ni muda wa kulipa kisasi na kukikombea kijiji chako pamoja na himaya nzima. Wachawi wanataka kuiteka himaya yote waiweke chini yao, na wewe pekee ndio unaweza kuwazuia. Kijiji cha Mpepo ndiyo kitovu cha uchawi wa kila aina. Wachawi weusi na wekundu wanapatikana hapa, lakini hawakuwezi maana wamechaguliwa na mizimu ya mababu kukilinda kijiji chako. Jeta akanyanyua kichwa chake akawa anatazamana na Nyoka Natasha. Nimechaguliwa? Ndiyo, umechaguliwa. Kama unakumbuka, kuna ndoto uliota ukiwa juu ya mnara, alafu bundi akawa anakusogelea huku miguuni mwake akiwa amebeba karatasi yenye ujumbe. Jeta akakumbuka ile ndoto ambayo aliota siku ya kwanza amefika kijiji cha Mpepo. Ndiyo, nakumbuka. Nyoka Natasha akaendelea kusema, ile ndoto iletwa makusudi na mababu zetu. Walitaka kupatia ujumbe unaokueleza wewe ni kiongozi ajaye na inatakiwa kulinda himaya nzima kwa mikono yako. Ni kiongozi? Una maana gani? Nyoka Natasha akamjibu, wewe ni mfalme ajaye baada ya mfalme Malangu. Lakini siwezi kuwa mfalme. Utaweza tu, la sivyo watu wote unaoona hawatakuwepo tena, wote watakufa. Nyoka Natasha akajizungusha juu. Ukiwa mfalme na mimi nitaweza kuishi maisha kama mwanadamu. Sitakuwa nyoka tena, bali nitakuwa binadamu. Sitaishi mapangoni tena, ila nitaishi ndani ya nyumba. Sitaenda tena madini, maana hakuna atakaye kuja kuyatafuta kwa ubaya. Jeta akasimama. Lakini mimi ni mdogo,
nitaweza vipi kuongoza wao wote hawa? Alafu kuhusu kulipa kisasi, hizo nguvu za kuangamiza adui zangu nitazitoa wapi? Nyoka akamjibu, kwanza upo na mimi. Pili, unaufungua kufungulia nguvu za mababu zetu pamoja na wafalme waliopita. Nina ufunguo? Ndiyo, zile bamia 6 ulizojisaidia ni funguo za kuzimu. Hizo bamia zitafungulia nguvu za mababu zetu, hivyo utakuwa na nguvu kuliko wachawi wote. Na wewe umechaguliwa kuiongoza dunia yote. Jita akazitoa bamia mfukoni. Akakuta bamia zikiwa bado mbichi wala hazijaharibika. Akazitazama. Hizi ni funguo? Ndiyo, endelea kuzitunza mpaka muda wa kwenda kuzimu utakapofika. Ngome ya kuzimu tutaenda kuifungua kutumia hizo bamia. Na tukishafungua utapata nguvu ya kupambana na adui zako. Ilikuwa ni saa 6 usiku sasa. Wachawi watatu wakiongozwa na mzee Chiza walitoka kwa kishindo chumbani kwa mzee Nikolaus. Wakakuta mzee Nikolaus amelala na mke wake. Wakaanza kuimba nyimbo zao huku wakicheza. Walipomaliza, mzee Chiza akashika kibuyu chake akaanza kutoa maelekezo kwa wenzio. Aimo, ilikuwa ni sauti ya mzee Chiza. Wachawi wenzio wakaitikia, aimo. Mzee Chiza kainua kibuyu juu. Wachawi wakatoa macho yao nje mithili ya mijusi aliyebana na mlango. Wachawi akaanza kutoa miale ambayo ilienda moja kwa moja kwa mzee Nikolaus. Mzee Chiza akaanza kumuita mzee Nikolaus, njoo, njoo. Punde si punde nafsi ya mzee Nikolaus ikatoka kwenye mwili wake. Roho inayofanana na Nikolaus ikatoka kisha ikaanza kusogea alipo mzee Chiza. Ukiutazama mwili wa mzee Nikolaus uliola kitandani, ni kama nafsi yake ambayo imemfuata mzee Chiza. Mzee Nikolaus akafika kwa mzee Chiza. Wachawi wakacheka kwa pamoja, sauti za bundi, mbwa na paka zikuacha kulia pia. Mzee Chiza akamshika mkono mzee Nikolaus. Akawatazama wachawi wenzie ambao walitambua anataka nini. Mchawi mmoja akainua mkono juu kisha gogo dogo likatoa mkononi mwake. Akasogea haraka mpaka ulipo mwili wa Nikolaus kitandani. Akaliweka gogo ambalo ndio litaenda kuzikwa baadaye ya Nikolaus ambaye amechukuliwa kichawi. Walipomaliza kila kitu, wakainama kwa pamoja kisha wakapotea kichawi. Safari yao ilienda mpaka chini ya mbuyu ambao huwa wanautumia kufanya vikao vyao. Walikuta wachawi wenzao wakiwa wanacheza ngoma kwa furaha, maana siku ya leo walikwenda kupata nyama. Wachawi walichekelea sana baada ya kumwona mzee Nikolaus ambaye amemlaza chini akiwa jitambui. Wakaanza kumchezea watakavyo. Walimchapa viboko kwa kicheka kwa dharau. Mkuu wa kilinge cha wachawi wekundu, Bibi Asma, alinyosha mkono juu kuwanyamazisha wachawi wengine ili aongee. Bibi Asma akashuka juu ya mgongo wa mtu aliyemgeuza kiti. Akakoa kidogo, akaweka koo lake sawa, alafu akaanza kusema. Leo ni siku ya furaha. Tunaenda kupata nyama na damu ambayo ni muda mrefu sana tangu tutumie. Sasa basi, bila kupoteza muda, ni muombe Roda asogee hapa mbele. Roda ndo mchawi mdogo kuliko wote. Akasogea mbele bila wasiwasi. Bibi Asma akatoa kisu na kumpatia Roda. Kazi kwako, andaa diko. Roda akakipokea kisu kutoka kwa Bibi Asma. Kisu alichopatiwa kilikuwa kimefungwa kwa kamba zenye rangi nyekundu. Roda akamsogelea mzee Nikolaus ambaye amelala chini pasipo kujitambua kama yupo katikati ya wachawi. Akapiga magoti alafu akainua kisu juu sawa wa tumbo la mzee Nikolaus. Wachawi wengine walikuwa kimya na mtazama Roda anavyoandaa kulifumua tumbo la mzee Nikolaus. Bila uoga, Roda akashusha kisu katikati ya kitovu cha mzee Nikolaus. Akakizamisha ndani zaidi na zaidi mpaka damu ikaanza kutoka mdomoni mwa mzee Nikolaus. Mzee Nikolaus alitoa macho nje huku damu zikimtoka mdomoni na puani. Hakuchukua hata dakika moja akampoteza maisha. Miau, miau. Milio ya paka na mbwa ilisikika baada tu ya kifo cha mzee Nikolaus. Wachawi wakaanza kushangilia. Roda akasimama na kisu kinachotiririka damu. Akakilamba damu yake mpaka ikawa cheupe. Wachawi ndio wakazidi kushikilia.
Waliimba nyimbo zao kwa furaha sana. Bibi Asma akausogelea mwili wa mzee Nikolaus. Akainama kisha akaingiza mkono ndani ya tumbo la marehemu Nikolaus. Akaanza kuzungusha mkono ndani ya tumbo kama anatafuta kitu fulani. Baada ya dakika moja kupita, Bibi Asma akatoa mkono ambao ulikuwa umeshika utumbo mwembamba. Akaanza kupita kwa mchawi mmoja baada ya mwingine. Kila mchawi alikuwa anamkatia utumbo wa mzee Nikolaus, na kila aliyepatiwa utumbo aliula mbichi huku akifurahia. Wachawi wote wakapata utumbo wa mzee Nikolaus, wakaanza kutafuna. Bibi Asma akarudi mpaka kwa mzee Nikolaus. Akamwomba Roda kisu alichotumia kufumua tumbo la mzee Nikolaus. Alipokichukua akapiga magoti kama alivyofanya Roda, lakini yeye alielekeza kisu kifuani upande wa moyo. Akakishia kisu kifuani kikatoboa mpaka ndani. Damu zikamrukia lakini hakujali chochote. Bibi Asma akakitoa kisu alafu akainama na kuweka mdomo wake sehemu ambayo damu inatoka. Akaanza kunyonya damu ya mzee Nikolaus inayotoka kifuani. Wachawi wenzie walikuwa na mtazama huku wakijilambalamba vidole vyao. Bibi Asma alikunywa damu ya mzee Nikolaus mpaka aliporidhika. Akasimama huku akiwa anacheka kwa sauti ya kutisha. Ha 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 ha, kunyweni! Akawasontea mwili wa mzee Nikolaus. Bibi Asma alipotoa amri kwa wachawi wanywe damu ya mzee Nikolaus, wote kwa pamoja wakauvamia mwili ule kaanza kunywa damu. Wengine walichukua kisu wakata kwa Romeo kisha kaanza kunywa damu inayotoka. Wengine walikunywa damu ya tumboni. Bibi Asma alikuwa anaangalia mpaka walipomaliza kunywa damu yote. Walipohakikisha wameikausha damu yote ya mzee Nikolaus, wakauzunguka mwili kwa duara. Alafu Bibi Asma akarudi tena ulipo mwili ule. Akainama na kuingiza mkono katika shimo lililopo kifuani. Akakunja sura maana anachotoa ni kigumu kidogo. Bibi Asma akatoa moyo wa mzee Nikolaus ambao haudundi tena. Akatabasamu, akausogeza mdomoni kwake kisha akaanza kutafuna kama nyama iliyopikwa na mpishi wa kimataifa. Bibi Asma akatumia dakika 5 kutafuna moyo wote. Alipomaliza, akawaruhusu wachawi wenzao waanze kula nyama ya mzee Nikolaus. Wachawi wakauvamia mwili kwa pamoja. Wakaanza kuchukua nyama ya mwili wa Nikolaus. Kila aliyechukua alitafuna ikiwa mbichi. Wachawi wekundu walitafuna mwili wa mzee Nikolaus mpaka ikabakia nyama kidogo ya paja na makalio. Waliposhiba wote, wakarudi kukaa sehemu zao ambazo nazo kuna watu wameleta wawe viti. Bibi Asma akasema, tumepata damu na nyama, lakini ili tuwe na nguvu zaidi, inatupasa tuipate mifupa ya mfalme wa 6. Kwa mantiki hiyo, inatakiwa twende mpaka wanapozikwa wafalme waliopita, alafu tufukue kaburi namba 6. Ili tupate mifupa ambayo itatusaidia kuwa na nguvu zaidi ya kupambana na wachawi weusi wanaotusumbua kila siku. Akavuta pumzi. Kesho tukikutana hapa, tutakuwa na mwafaka wa lini tunaenda kufukua kaburi namba 6. Kwa leo naomba tuishie hapa. Ila kuhusu nyama iliyobaki, nitaichukua rafu nitaenda kumpelekea mwanangu Asma apike supu kibandani kwake. Bibi Asma akatakata nyama ya mzee Nikolaus kisha akaweka kwenye mfuko mweusi. Alipomaliza, akanyanyua juu mkia wa afisi, alafu akapotea kichawi. Baada ya Bibi Asma kuondoka, hata wachawi wengine akiwepo mzee Chiza na Maganga wakaondoka, lakini awamu hii waliondoka na watu wote waliojaribu kuwa viti. Tukirudi katika kijiji cha Utambi, saa 1 kamili asubuhi, wanakijiji wote wa kijiji cha Utambi walikuwa wamekusanyika katika uwanja wa mkutano. Nyuso zao zilikuwa na shauku ya kutaka kufahamu kipi wameitiwa hapa. Lakini Waswahili wanasema, mwenye macho haambiwi tazama, na macho hayana pazia. Mbele yao walikiona kitanzi kikiwa kinafungwa na walinzi wa ikulu, tena kwa ustadi mkubwa. Hii ndio ilikuwa alamu ya hatari kichwani kwa kila aliyepo hapa. Wakafahamu kinachoendelea japo kwa kupata mwanga. Wanakijiji walikuwa kama msomaji wa kitabu ambaye amefunua kurasa ya mwanzo wa kitabu, akakutana na utangulizi wa kutisha na kusikitisha. Wakiwa katikati ya taharuki, Malkia Penina akiwa ameongozana na walinzi 4 alipita katikati ya umati wa watu waliokusanyika, kisha akapiga hatua kuelekea kilipo kiti cha kifalme. Mavazi aliyovaa Malkia Penina yalikuwa tofauti na walivyomzoea.
Leo ameamua kuifichua ngozi yake ya kondoo aliyoivaa na kuionyesha halisi ngozi yake ya chui aliyonayo. Malkia Penina amevalia mavazi yanayoacha mapaja na kitovu chake nje. Hii ilikuwa fedheha kwa wazee na kwa busara waliokuwa wamesimama hapa na meza kuu ambayo anaenda kuitumia Malkia. Watu wote walikuwa wamesimama kwa heshima, si watoto wa mama, mabinti, vijana wala wazee. Wote walitoa heshima kwa Malkia Penina ambaye ameamua kuwaonesha alichobarikiwa na Maulana. Macho ya wanakijiji kazidi kutoka nje kwa mshangao mara baada ya kumwona Malkia ameenda kukaa kiti cha Mfalme Malangu, hali kuna kiti cha Malkia. Wakaanza kutazamana kwa mshangao, maana sio kawaida kiti cha mfalme hakiruhusiwi kukaliwa na mtu yoyote, hata akiwa Malkia, labda pale mfalme amepoteza maisha. Wanakijiji hawakuwa wanaelewa kinachoendelea. Hata kuamua kwa mfalme hawakuwa wanafahamu, isipokuwa watumishi wa mfalme tu. Malkia Penina alipoketi akanyanyua mkono juu kuwataka wanakijiji wakae chini. Nao bila hiana wakatii amri ya mtukufu Malkia Penina. Malkia akaanza kwa kusema, karibuni sana wanakijiji cha Utambi katika mkutano huu wa dharura. Nilitamani niwaite wanakijiji kutoka vijiji vyote vinavyounda ufalme wetu, lakini kutokana na muda imenibidi niwaite ninyi peke yenu. Najua kila mmoja wenu anashangaa kuniona nimekaa kwenye kiti hiki. Wala sijakosea na wala sijavunja sheria ya ufalme. Tumewavunja kwa muda mrefu sana, ila leo ni siku yenu ya kufahamu ukweli kuhusu kinachoendelea Ikulu. Akawatazama wazee wa busara. Wazee wa Ikulu wameshindwa kuwaambieni ukweli kama mfalme wenu muda wote kuanzia sasa anapoteza maisha. Wanakijiji wakaanza kunong'ona. Kaeni kimya niendelee. Msipokaa kimya mtahukumiwa kunyongwa kama mjusi mmoja ambaye anaenda kunyongwa hapa muda si mrefu. Wanakijiji wakatazamana. Siku hiyo mfalme wenu akifa tu nitatangazwa kama mfalme wa kwanza wa kike. Au wazee mnasemaje? Akawageukia wazee ambao wamekaa kama walioloa maji ya mvua. Wazee wa busara walikuwa wanamogopa sana Malkia. Wakaitikia kwa vichwa. Maana yake Malkia atarithi kiti cha mfalme kwa sababu hayupo ambaye anaweza kukishika kiti hiki tofauti na yeye. Malkia akaendelea kujigamba mbele ya wanakijiji. Mimi ndiye nitashika hiki kiti. Na hata angekuwepo mtoto wa mfalme, lazima angepambana kwanza na mimi ndio awe mfalme. Alafu ule utaratibu wa mfalme kuchaguliwa na mizimu, mimi nimeufuta. Haiwezekani mizimu ile tuchaguliwa mfalme, kwani wao ni kina nani? Mimi Malkia Penina nipo tayari kupambana na hiyo mizimu yenu. Labda sio Penina kutoka Mpepo. Akacheka kwa dharau. Leo kuna mjusi unaenda kunyongwa mpaka kifo. Haiwezekani Ikulu kuamini alafu leti mambo yako ya ombea. Lazima afe. Na kama ukitaka kuungana naye, jifanye unamtetea mbele yangu. Akawatazama walinzi. Hebu mleteni hapa huyo mbwa. Walinzi wakageuka nyuma haraka, wakatoka katikati ya umati wa watu. Kisha wakaenda mpaka Ikulu kwa sababu haikuwa mbali. Walinzi walienda kumchukua Mama Kelvin ambaye alitumia kwa kesi mbili. Moja alikutwa na Malkia akiwa amesimama mlangoni kwa mfalme, ule wakati ambao Malkia alikuwa anaongea maneno ya shombo kwa mfalme. Kosa la pili, alimuua mlinzi Omari ndani ya chumba cha mateso. Wakati walinzi wakiwa wameenda kumchukua Mama Kelvin, ukimya ulitawala eneo la mkutano. Hata Malkia hakuendelea tena kuongea, akakaa chini. Watu wachache ndio walikuwa wanafahamu nani anaenda kunyongwa, na miongoni mwa wao ni Mama Lulu pamoja na Mama Irene. Mama Lulu na Mama Irene wamekaa upande wa watumishi wakiwa wamevalia mavazi yao ya kitumishi. Macho ya Mama Irene yakutana na sura ya kijana mmoja ambaye alikuwa amevalia mavazi yaliyochakaa. Kijana huyu alikuwa mweusi, lakini kifua chake kimejaa kwa marefu na mapana. Kwa sauti ya chini akamwambia Mama Lulu, maskini ya Mungu, ona Kelvin hajui kama mama yake ndio anaenda kunyongwa. Sijui ataishi maisha gani mama yake akifa. Mama Lulu akamjibu Mama Irene, Mungu amsaidie tu Kelvin. Alafu kaa kimya. Malkia kitoro tunazungumza hapa, lazima tutapata adhabu.
Mama Irene na Mama Ruru wakakaa kimya. Tukirudi katika kijiji cha Mpepo, katika kibanda kimoja kilichojengwa kwa miti na kuezekwa kwa nyasi, alionekana binti mrembo akiwa anafutafuta meza zilizopo ndani ya kibanda ambacho kimejengwa katikati ya senta ya Mpepo. Eneo hili ni kama mgahawa, maana kuna viti, meza pamoja na sufuria zenye chakula. Urembo wa binti huyu ulikuwa murua. Hata angelienda kwenye mashindano ya urembo ya Miss Tanzania, huenda angelimaliza nafasi 3 za juu. Kichwa chake alikistiri kwa kitambaa safi cheupe. Kifua chake kilifunikwa kwa nguo iliyofumwa kwa kutumia kanga yenye madoa meupe na meusi. Sketi aliyovaa ilifanana fika na rangi ya kitambaa cha nguo aliyoivaa kifuani. Kiuno chake kilitikisika kila alipokuwa anafutafuta meza ambazo zinaonekana kutumiwa muda si mrefu na wateja. Akiwa bizi anafuta meza, alishtushwa na sauti ya bibi yake nyuma. Mchapakazi huyo. Binti mrembo alipogeuka, alikutana na bibi Asma akiwa amebeba mfuko mweusi. Huu ni ule mfuko aliokuwa nao usiku wa jana. Umenishtua bibi, alisema binti yule huku akiema juu juu. Nimefika zamani sana hapa. Bibi Asma akaanza kuingia ndani ya genge la chakula. Zamani? Ndiyo. Hata sijasikia michakacho ya miguu. Bibi Asma akakaa kwenye kiti kimoja. Sio lazima usikie. Umebeba nini humo? Binti akasogea karibu na bibi Asma. Nimekuletea nyama pori mjukuu wangu. Nyama pori? Hebu tuone. Binti yule akachukua mfuko kutoka kwa bibi Asma, akaachia tabasamu baada ya kutana na nyama ikiwa ndani yake. Kwa macho ya nyama hawezi fahamu kama hii nyama ni ya mtu, ila kwa jicho la tatu unaiona nyama ya mtu, tena ikiwa na vidole vyake kabisa. Mrembo huyu ndiye anayefahamika kama Asma, mjukuu wa bibi Asma ambaye ni mkuu wa kilingi cha wachawi wekundu. Asma akashukuru sana. Asante bibi yangu, ila umeitoa wapi na wakati sijaona ukitembeza siku ya leo? Bibi Asma akamjibu, kwani sasa hivi ni saa ngapi? Asma akatoa kichwa nje, akatazama juu upande wa jua linapotokea. Alipomaliza akamgeukia bibi Asma. Itakuwa 1:30 hivi, sio hata jua bado kabisa. Bibi Asma akasimama. Sasa kama 1:00, nyama polisi wanapitisha saa 12. Hii nimekuchukulia nyumbani, walipitisha nikaona ninunue ili uiuze huko. Sawa bibi, nitaiuza. Tena ichemsha sasa hivi, maana mchana huwa na wateja wengi. Isitoshe supu ya asubuhi mbakia kidogo. Kuna wateja wametoka muda si mrefu hapa. Bibi Asma katabasamu. Hongera mjukuu wangu, una nyota ya biashara. Asante bibi. Haya, mimi naondoka. Ngoja nikalale kwanza, si unajua umri wangu umeenda sana, natakiwa kupumzika masaa ya kutosha. Bibi Asma akawa anatoka nje. Umejizoelesha tu kulala. Asma akacheka wakati bibi yake akiwa amesimama nje. Wewe cheka tu, sina wewe utazeeka. Bibi Asma akageuka ili aende. Kabla hajapiga hatua 3, Asma akamfuata akiwa amebeba mfuko alioletewa. Akasimama mbele ya bibi yake. Tena hamu hii, sura yake haina tabasamu kama mwanzo. Bibi Asma akauliza, mbona umesimama mbele yangu? Asma akaitazama nyama iliyopo ndani ya mfuko kwa mara nyingine tena. Tukirudi katika kijiji cha Utambi, Mama Kevin aliletwa katikati ya wanakijiji akiwa amevalishwa nguo za kunyongwa nazo. Kevin alipomwona mama yake ndiye anayeenda kunyongwa, akataka kuleta pingamizi kwa kuzuia, lakini hakuweza. Walinzi walimshika kama kuku baada ya amri ya Malkia Penina. Wakampiga na kwenda kumtupa gerezani. Mama Kevin alitokwa na machozi ya huzuni. Hakuwa anaweza hata kuliita jina la mtoto wake Kelvin. Alibakia tu kusema, Kevin. Malkia akatoa amri, Mama Kevin avalishwe kitanzi. Walinzi wakatii amri ya Malkia. Wakamvisha kitanzi Mama Kevin ili anyongwe. Tukirudi katika kijiji cha Mpepo, Asma baada ya kusimama mbele ya bibi yake. Bibi, nataka kufahamu, kwa nini huwa hutaki nile nyama unaoniletea? Asma alimuuliza bibi yake kwa sauti iliyobeba maswali lukuki ndani yake. Wewe unale jina nyama pori. Tangu ukiwa mdogo, ulikuwa ukiwa nyama pori, mwili unakuota mapele. Hiyo nyama wapikiwa wateja wako, wewe usile, sawa? Bibi Asma akaanza kuondoka. Na huo ni mwisho wa episodi
ya 13. Tukutane katika episode ya 14. Ulikuwa na mimi msimulizi wako Ananice. Bye.